Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Naam bwana, wadau mbalimbali huko mtandaoni bwana, baada ya Davido kuingia Tanzania bwana na kufanya show moja kali sana, yani moja kati ya show kali kabisa ambazo Davido amezifanya ni hii hapa ambayo ameifanya pale Kawe jijini Dar es Salaam. Lakini baada ya hapo ni kwamba wadau wamekuja na suggestion nyingine tena, wakiwa wanaomba sasa, baada ya Davido kuletwa Bongo bwana, msanii ambaye anayefuata anayetakiwa kuletwa hapa Tanzania si mwingine bali ni Chris Brown. Bwana, hapa kuna makala ambazo tumekutana nazo, baadhi ya wadau wamekuja kuweka maoni yao. Huyu hapa ameandika kwamba bwana, baada ya Davido sasa tumlete Chris Brown Bongo. Baada ya Davido hatua inayofuata iwe ni kumleta Chris Brown. Tupo tayari kabisa kulipa hata laki kwa ajili ya tiketi ya regular. Watu wengi sana wamefurahia show ya Davido kwa sababu ameletwa akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake. Kwa sasa hivi anafanya vizuri sana kimataifa na mziki wake una trendi duniani kote. Hii ndiyo sababu kubwa ya mafanikio ya ile show yake aliyoifanya pale Kawe jijini Dar es Salaam. Lakini pia vile unaambiwa kwamba kwa bahati mbaya mara nyingi bwana Bongo tumekuwa tukifanya makosa kuleta wasanii baada ya kushuka kimziki. Mfano mwaka jana bwana aliletwa Sean Paul wakati tayari alikuwa nje ya piki yake. Sasa kama kuna fursa ya kumleta Chris Brown akiwa bado yuko kwenye piki yake, tusisubiri mpaka azeeke au apoteze mvuto wake sokoni. Basi wabongo kwa sasa hivi bwana si wajinga tena. Anasema kwamba bwana wakiona msanii anastahili bei watalipa. Hata kama ikiwa tiketi ni $100,000 haitakuwa tatizo kabisa kwao, kutokana na thamani ya show itakuwa imeonekana. Lakini pia vile kumekuwa na maswali huko mtandaoni wakiwa wanalinganisha Davido na Diamond bwana. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wamezungumza kwamba Davido na Diamond nani mkali zaidi kwenye upande wa performance on stage. Baadhi ya watu wamekuwa wakidai kwamba show ambayo ameifanya jana Davido ametumbuiza kawaida sana, haifikii hata robo ya uwezo wa Diamond Platnumz. Wanadai kwamba Diamond ni dancer mzuri haswa akiwa jukwaani, kwani huaga anatumbuiza vizuri sana. Lakini je, Bongo kuna dancers wangapi ambao pia ni waimbaji? Je, na wao pia tuseme kwamba wanaweza kumzidi Davido kutumbuiza? Lakini unaambiwa kwamba bwana msanii kama vile Chino, Mavoko wote wanajua kuimba na kucheza kuliko Davido. Kisa tu wanamzidi kwenye swala zima la kucheza, kwani performance ya mwanamuziki voko yake ndiyo swala la msingi, na au kunengua ndio kigezo kikubwa kuona kwamba msanii ni mkali, anapimwa kwa kunengua. Dancers pia vile watapimwa. Je, leo hii Diamond alikwe kutumbuiza Ikulu atanengua? Watu wanauliza. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Bisa update.